Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari inatuhabarisha kwamba gereza la Ukonga aliko kiongozi wa chama cha maendeleo na demokrasia Chadema Tundu Lissu, gereza hilo limeweza kuvamiwa ghafla. Na katika kanda hii nitakueleza nani amelivamia, sababu ni zipi zimechangia magereza kushambuliwa na ni nani mhusika mkuu. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima kuu, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like, ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Vile mnajua, Tundu Lissu yuko gerezani kwa miezi 9 na yuko katika gereza la Ukonga sasa hivi, na kesi yake bado haijakamilika. Anaendelea kushikiliwa chini ya uongozi wa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Wakati Mtei Edwin ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza aliaga dunia, mwenyekiti katika chama cha Chadema, Tundu Lissu alikuwa anaomba aweze kuachiliwa kuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei, lakini hakufaulu. Akaandika barua, ujumbe wake kwa waombolezaji ambao walikuwa katika mazishi ya mwenda zake Edwin Mtei. Sasa hayo yote yameleta maneno, lakini sasa magereza yameweza kuvamiwa kwa sababu ya Tundu Lissu, na yule ambaye amelivamia gereza la Ukonga sio mwingine ila tu ni Boniface Mwambukusi, ambaye ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania TLS. Amevamia gereza hilo kivipi? Ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema hivi, tusikie vile ameweza kutoa mashambulizi. Boniface Mwambukusi akaandika hivi kwa mtandao wake wa kijamii kwa kuvamia magereza, akasema hivi: kwa hiyo kwa akili za magereza wanaamini kabisa kwamba ujumbe wa Tundu Lissu unatakiwa kukanushwa. Ili iweje tatizo hamsomi alama za nyakati? Nishawahi kuwaambia Tundu Lissu ni low mania. Yaani amevamia gereza la Ukonga na magereza mengine kwa sababu ya Tundu Lissu, huku akiwaambia hamuna akili za kutumia. Akaendelea kusema hivi: pia akiwa ndani anaendelea kuwa imara, akiwa nje anaendelea kuwa imara. Mumejaribu kumuua, Mungu akakataa. Anaendelea kuwa imara wakati haiba yenu inaboromoka ovyo mbele ya jamii, kama ilivyokuwa kwa babu yao Farao. Ndiyo roho ya vijukuu vyake imezidi kuwa ngumu na kaidi mbele za Mungu. Eti tunazungumzia maridhiano katikati ya kudhulumu haki za watu na propaganda zisizo jali uhai wa maelfu ya Watanganyika, wahanga wa ukatili wa Oktoba 29. Mutaendelea hata kukanusha kwamba leo hajaenda chooni kujisaidia na haitasaidia. Haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa. Huyu ni Boniface Mwambukusi, anashambulia, anavamia gereza la Ukonga
kwa kuwaambia ya kwamba hawana akili kwa sababu walikanusha ujumbe ule ambao Tundu Lissu wakati alipokatazwa kwamba hawezi kuruhusiwa kuhudhuria mazishi ya mwenda zake mwenyekiti wa Chadema wa kwanza Edwin Mtei, alikaa chini akaandika barua ambayo ilienda kusomwa katika mazishi. Lakini sasa magereza wamekataa kwamba Tundu Lissu hakuandika ujumbe. Wakati nimepitia katika mitandao ya kijamii ili kuangalia ni kipi ambacho kimezungumzwa kutoka idara ya mahakama, tukaona taarifa ambayo imeweza kutumwa na magereza kupitia msemaji wa jeshi la magereza nchini Tanzania ambaye anaitwa Elizabeth Mbezi. Aliandika barua hii akisema hivi kuhusiana na ujumbe wa Tundu Lissu ambao ulitumwa kutoka gereza la Ukonga kuelekea mazishi. Taarifa kwa umma. Jeshi la magereza Tanzania linapenda kujulisha umma kuwa zipo taratibu za mawasiliano kwa wale wote waliopo gerezani kwa mujibu wa sheria ambazo hupaswa kusimamiwa na kuthibitishwa iwapo maudhui ya mawasiliano hayo hayakiuki taratibu zilizopo wala kuathiri swala nzima la usalama kabla ya kutoka au kuingia gerezani. Hivyo taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa ni ujumbe wa ndugu Tundu Lissu, ikidai kwamba ujumbe huo umetoka gerezani, sio sahihi bali ni yenye kupotosha umma. Jeshi linasisitiza wananchi kuacha kutoa taarifa za jeshi au wale wanaohifadhiwa gerezani zenye mwelekeo wa kupotosha umma. Yaani Elizabeth ambaye amezungumzia kwa sababu yeye ni msemaji wa jeshi la magereza amekanusha kwamba ile barua iliandikwa na Tundu Lissu ikasomwa kwa mazishi ya Mtei, sio yeye aliandika, ni ukora. Yaani magereza wanakana kwamba Tundu Lissu hakuandika ujumbe. Sasa ndio maana Boniface Mwambukusi amevamia magereza kwa kusema wanatumia akili gani? Na kwa nini wanakataa? Wakati Tundu Lissu anazungumza, serikali inatumia mbinu zote kukataa mazungumzo yake. Hii ni ishara kwamba kuna madai ya uongozi wa kiimla ambayo unaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania licha ya kumfungia Tundu Lissu kwa miezi 9 gerezani. Ameshitakiwa na uhaini. Wakati akizungumza na mawakili wake, hayo yanakataliwa. Ndio maana hata mawakili wakasema ya kwamba nowadays ukitaka kwenda kuzungumza na Tundu Lissu faragani huwezi kuruhusiwa, ila tu jeshi la magereza wako pale pale kusikiza ni kipi ambacho mnazungumza na mteja wako. Kwa hivyo ni ishara tosha kwamba watu wako kukundi, yani wamefungiwa mahali ambapo hamna uhuru wa kujieleza. Haya ndiyo yaliweza kusababisha maandamano ya katanda katika taifa la Tanzania. Haya yote yamesababisha misaada kukatishwa kuelekezwa katika taifa la Tanzania kwa sababu serikali nyingi zimekataa kufadhili udhalimu ambao unaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Ndiposa Marekani, Uswidi, Canada, bunge la Ulaya wakapitisha hamna misaada inaenda Tanzania. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo na tia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed, kama hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza baadaye. Kwaheri.